katika kutazama mtazamo wa magazeti mbalimbali ya kimichezo, lakini leo tuna gazeti moja kubwa la Mwanaspoti ambalo siku ya Ijumaa nzuri kabisa ya mwisho wa mwezi wa 3 inatupa nafasi ya kuitazama taarifa kubwa ambazo zimeandikwa kwa upande wa mbele sambamba na upande wa nyuma katika gazeti hili la Mwanaspoti ambalo unaliona hapa popote pale ulipo mwana michezo na mtazamaji wa namba 10. Mimi ni Idi Nonga, nipo na Zuberi Mkalaboko kutazama kile ambacho kimeandikwa katika gazeti hili la Mwanaspoti, na taarifa kubwa ambayo imeendelea kushika vichwa mbalimbali vya habari sambamba na michezo kwa ujumla ni kuhusiana na mbilinge za mchezo wa dabi uliosimama tangu March 8 katika mchezo ambao ulipangwa upigwe ya mwezi wa 3, ambapo imeandikwa ipo haipo, swali ambalo limeulizwa Zuberi, na kuna viongozi mbalimbali hapa. Tunamuona katika habari picha Hersi Said ambaye ni rais wa klabu ya Yanga, lakini Rafati Haji huyu ni makamu rais wa klabu ya Yanga Afrika. Namuona Murtaza Mangungu sambamba na viongozi mbalimbali wa kiserikali akiwemo Profesa Kabudi ambaye yeye ni waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, ndiye aliyehodhi kikao hicho. Na viongozi mbalimbali wametoka kwenye kikao hiki wamekataa kuzungumza kabisa, ambapo nimsikia Mangungu, nikamsikia na Hersi Said ambao wamezungumza, wamesema watu watulie na majibu yatakuja. Inawezekana ikabadilisha kitu, manake kimya kingi kina mshindo mkubwa Zuberi. Bado kwa sababu jana waliitwa kusikilizwa. Walisikilizwa Simba, walisikilizwa Young Africans, walisikilizwa bodi ya ligi, wamesikilizwa TFF. Zote ni mamlaka hizo. Na TFF manake ndio bodi ya ligi walikwenda. Na serikali baada ya kuwasikiliza inajipa nafasi ya kushauri. Kwa sababu pale hapaendi kufanyika maamuzi. Pale kinachokwenda kufanyika ni ushauri. Sababu kwenye maamuzi ndiko ambako football FIFA hawataki, lakini kushauriana mamlaka za mpira na mamlaka za serikali zimekuwa zikifanya kazi pamoja. Kwa kuna maeneo mnashauriana. Nadhani baada ya kikao hiki inaweza tukapata njia nyepesi baada ya ushauri watakaopewa wanaenda kutoka na njia gani. Hilo ndio swali ambalo limesalia kwa watu wengi. Lakini misimamo kila upande ulioenda pale una msimamo. Young Africans wanao msimamo yao ambao kiwalisia wao wako kwenye mapinduzi ya kanuni. Young Africans kwenye dabi sio wanagomea mchezo. Mapinduzi yao ni mapinduzi ya kanuni. Yale mazoea hayataki. Na busara zile. Hiyo ndio eneo Yanga wako kwenye mapinduzi ya kanuni. Wanachotaka kufanyike mageuzi makubwa kusimamia kanuni. Ndio madai yao yaliko. Ndio maana ukiwauliza mbona mkuja siku hiyo wanakuambia tupe kanuni kipengele kinachotuonyesha mechi mtu asipofanya mazoezi mechi imeahirishwa. Simba nao wako kwenye vita ya mapinduzi ya kanuni. Yaani wote wanapenda. Yaani wote wana vita moja lakini wanatofautiana upande tu na misimamo. Hii itakuwa ngumu kwa hata waziri alivyoingilia kati. Kila mmoja anajiona yuko sahihi. Wote hawa Simba na Yanga vita yao moja. Ila tofauti yao ni itikadi. Kwa mimi na Idi tunatoka ni mahasimu, basi hata tulikuwa tunapigania jambo moja kila mtu anasimamia. Wote wako kwenye vita ya mapinduzi ya kanuni. Wanachotaka kanuni zifanywe mageuzi makubwa, zisimamiwe kwa haki bila kumpendelea mtu. Sasa ukirudi sasa hivi ukianza kurudi kwenye kuoji nani alianza mechi, huyu atakwambia nani alikwambia tuvunje mechi. Nani alikwambia kipi kilichofanya mechi ivunjike, huyu atakwambia mimi nimetaka. Kwa hiyo ukiangalia ndani ni wako kwenye mapinduzi ya mageuzi ya kanuni. Lakini kwa nini wameitwa? Ni kwa sababu moja. Wanasema mtu mwenye njaa umpe tonge la ugali na mtu mwenye kiu umpe funda la maji. Hapa TFF wamefanya tofauti. Mwenye njaa akapewa funda la maji, mwenye kiu kapewa tonge la ugali. Wakati sio mahitaji yao. Tafsiri yake ni kwamba walivyoubeba mgogoro ndio wamefanya uwe mgogoro. Kwa sababu wao walikuwa wananyanya na vyombo vya kusikiliza. Kamati za TFF ni kwa ajili ya kusikiliza. Lakini bahati mbaya ni kwamba jambo lilipokuja na madhaifu, mimi nasema ni madhaifu ya kiuongozi, lilivyojibiwa katika sura ambayo kama ni jambo la kipuuzi, ndio limezalisha imani kuwa mbaya sana. Kwa sababu kiuhalisia kusikiliza jambo au malalamiko ya mtu haina maana umempa ushindi. Ni kutenda haki ili ujiridhishe uweze kufanya maamuzi. Na mtu akisikilizwa hata mambo akiamuliwa vinginevyo na matarajio yake, bado imani yake kwamba kwa sababu nilisikilizwa. Na kwa sababu alijieleza na maana yake alipata utetezi na nyinyi mkampa, kwa nini utetezi wake hauna mashiko. Kwa hiyo eneo lina shida eneo. Lakini tatizo lingine ni kutokuwa tayari kukiri mapungufu yetu. Ndio lipotufikisha. Kwa sababu TFF wangekuwa tayari kukiri mapungufu yao kabla hii yote wangeitwa. Ita Yanga, ita Simba, ita bodi ya ligi. Imekuwaje jamani tumeteleza hapo, tunapiga tiki tumepatia hapa, tunapiga tiki. Jamani tutengeneze mpira wetu. Kwa sababu mpira sio mashabiki peke yake. Mpira huu una wadhamini wameweka fedha zao.
Mpira huu una kodi, serikali inachukua. Ndio. Mpira ndio unao mashabiki. Kwa hiyo mpira ni sector, multi sector, yani ina mambo mengi. Sasa sisi tumeuchukulia kama mpira tu ni mashabiki na haki yao, hatuchezi. Mnaweza mkawa mchezi, mnazo sababu na vigezo. Lakini na pia na nyinyi ambao mnasema tutacheza, mnazo sababu na vigezo vya kucheza. Kwa sababu wao wanaosema hatuchezi, hawasemi hatuchezi wamekasirika. Wana vitu wanaviona vinafanya mpira usicheze. Kwa mfano, moja kitu ambacho nimekinukuu kwa taarifa nilizonazo kutoka vyanzo vyangu vya Young Africans ni kwamba wao wanalalamikia mambo mengi. Kwamba bodi ya ligi haipo huru. Iko kwenye kwapa la TFF kwa mikono inaingia. Lakini pia kuna kitu wanachokilalamikia kwamba mambo mengi yanafanyika kibabe bila ushirikishwaji. Wameenda mbali zaidi, wanataja baadhi ya matukio. Wanasema hata hii mwenendo wa mabadiliko ya uchezaji wa robo finali ya Federation, kuingiza timu 4 si mnatoka robo finali ndio mnakwenda kucheza. Wanasema ni jambo ambalo vilabu wameletewa tu kama hiyo la nanio sasa ya Federation, ngao ya jamii. Wanatoka hapo wanasema hata ule mpango wa kuingiza wachezaji vijana kwenye ligi kwamba lazima uwepo na wachezaji vijana, ni jambo ambalo lililetwa kama agizo. Lakini wakienda ndani, muundo wa bodi yetu ya ligi haiko huru. Sasa mikataba mingi inafanywa na ligi inafanywa na TFF kuja kwenye bodi ya ligi. Kwa hiyo unaweza kukuta, ndio maana nikasema hii ni vita ya mageuzi na mapinduzi ya kanuni ambayo pengine tukiibeba basi ndio maana Zuberi inaweza ikatupa uhakikisho ama kuhoji kwa nini watu wanaipa sana changamoto bodi ya ligi, labda kwa muktadha huu ambao unazungumzia kutokuwa huru, unabebwa haiko huru kufanya maamuzi. Wakati mwingine yenyewe haiko huru kufanya na changamoto za bodi ya ligi ni kutokuwa huru kufanya maamuzi. Kwa sababu gani? Ingekuwa iko huru kufanya maamuzi, hata kanuni zikisimamiwa kwa uhuru. Lakini wakati mwingine inaathiriwa na muingiliano wa utendaji kutoka TFF kwenda huko. Ndio maana tunalalamika kwa katibu wa TFF kuna kwa anaingia. Lakini mbona bodi zingine ni kitu ambacho ni independent room, kitu ambacho kinajitegemea. Sasa kwa nini kwa? Nadhani tabu imekuwa tu namna ya kutaka haya mabadiliko ya weje. Maana imekuwa kama hapa, yani mtu anataka mtu yani mtu akusalimu, yani mtu ili mpaka akuheshimu mpaka umnyonge. Sasa hiki ndio shida. Ni namna ya approach ya mageuzi. Na nadhani pia watu wanajaribu kutumia hapa approach ya mageuzi kwa sababu inaonekana room za kawaida ingeleta shida. Lakini nadhani haya ndio mapungufu ambayo yapo kwenye bodi. Lakini mapungufu haya pia nadhani namna ya kuwawasilisha sasa yamewasilishwa kwa sauti kali mno, ambayo wakati mwingine inaweza ikapoteza dhamira ya kweli. Kwa sababu mawasilisho yamewasilisha kwenye kasoro tu ilipotokea, watu waliona tujatendewa haki, ndio wakaona hapa tunamalizana na panya kwa nyundo. Sasa ukipiga panya kwa nyundo wakati mwingine hawezi kupona huyo. Kwa hiyo ukiangalia Young Africans wanataka kumalizana na panya kwa nyundo. Sasa hii ndio ambayo imekuwa shida, lakini mapungufu yapo. Lakini haina maana kwamba haya mapungufu pia hawa watu wanaoonekana wana mapungufu wamewasilishwa waliyakataa. Ndio maana nikasema ukiliangalia ile swala lilipofikia na tulipokuja, maana yake ni kwamba tuliamua kuchagua tugawane mbao. Lakini sasa bado mamlaka zimesikilizwa. Na mimi binafsi ukiniuliza, naamini wataeleweshwa nini wakafanya. Lakini pia viongozi wasiogope mapungufu. Tabu ni kwamba kwenye hili jambo kila mtu sasa yani anaogopa mapungufu. Lakini mapungufu yametokea, kila mtu anayaona, yakarekebishwe. Na viongozi wanapokosea haina maana wanapoteza sifa za uongozi. Wanakwenda kurekebisha makosa yao. Bahati mbaya sisi mtu akikosea mnataka muanze kumpambania kama anapoteza sifa ya uongozi. Ili jambo limechukuliwa kishabiki. Sasa hivi kwa mfano juzi tumewasikia wazee wa Simba hapa hivi. Kauli wanazoziongea. Ndio mimi nasema natoa mfano mwepesi, naona kama ni kidonge cha kuchachisha pombe. Yaani unaibuka tu lazima ukimeze. Sasa unajua kwenye magoli ya 58 ambao Yanga walifunga, magoli 8 tu wamefunga timu tofauti ambazo zilidhamini na GSM. Sasa inaweza kawa ni hoja ina nafasi yake. Hii hoja gani? Usipuuze, sije kupuuza hoja ya mtu. Lakini tunataka tuangalie tunataka nini sasa. Hii vita, hii hali ina faida kwa Yanga na Simba ikikaa sawa, ikiwa straight. Ili wakati mwingine kusitokee mgogoro wa upendeleo. Kwa sababu hapa kuna hofu ya kudhani Yanga wanapendelewa. Hapa kuna hofu ya kujua Simba wanapendelewa. Na kweli na bodi wanakiri wao wanafanya upendeleo. Sasa kinachowagharimu bodi ni ule udhaifu wao kuamini kwamba watu tumewapa excuse kwamba ni special treatment. Wanawapa umahususi hawa wakubwa. Sasa umahususi leo umewageuka kwamba nyie mnatupendelea, mnaacha sheria, sisi tunataka kanuni sasa wakati mmetupendelea. Sasa ndio unakuta kwamba bodi wamejikoroga wao wenyewe. Kwa bahati mbaya uzuri nadhani baada ya kumaliza hiki kikao kama wanarudi wao wenyewe wamalize. Lakini mimi ningekuwa ndio kiongozi wa bodi ya ligi na TFF, ili jambo makelele yanaendelea tungeitana ndani. Klabu njooni jamani, shida iko wapi? Pende meza ya watu wengi, kama pana makosa watu wazima wakiyatambua, mnaamua kwa namna gani ya kuyakwepa makosa
ama tunayamalizaje makosa. Bahati mbaya hizo room zote ambazo vilabu vilikuwa vinaomba hazikutekelezeka. Kwa sababu hata Yanga Africa tumeandika barua, tuna imani na bodi ya ligi, tafsiri yake tu kwamba tuko na imani tu. Kuna kile kitu kisikilizwa tunaweza tukatendewa haki yale tunayotaka. Sasa ile majibu yale ya jumla ndio yametengeneza mgogoro ambao kiuhalisia unalishughulisha taifa mno, na lazima ulishughulishe kwa sababu ndio mgogoro mwenye mustakabali wa mpira wa nchi hii. Sijui watu wanachotaka kuelewa. Huu ndio mgogoro wenye mustakabali wa mpira wa nchi hii. Kwa sababu hapa ndiko timu nyingine zote zinaona Yanga na Simba. Lakini kingine hizi timu nazo hazipendi kukosolewa hidi. Wao wanaona wakosei malaika hawa. Hata wakikosea wanakuta nongwa. Lakini kwa sasa tuiamini mamlaka iliyopokea na inaosikiliza na baadaye ikishauri, lakini tuone watakachoshauriwa namna watakavyofanya kazi, kwa sababu ndio eneo pekee tunalisubiri. Ukitazama kinachoendelea, kama ambavyo tunafahamu Young Africa ndio kama ambao wanadai haki itendeke, hivyo hivyo imeenda hata kwa mashabiki wao, lakini mashabiki wa Simba, viongozi wa Simba wao wametulia tu, wamepoa zao, wanasubiri, yaani wana msimamo wao, bwana mechi ichezwe na sisi tutafanyaje, tutacheza. Hii ina tafsiri gani? Simba yaani hawana shida, yaani Simba yaani ukoje kwamba sisi tunataka dabi iwepo. Simba walipeleka maombi sahihi kwenye mamlaka. Kwa hiyo wanasubiri taarifa sahihi za mamlaka. Kwa hiyo wanasimamia kwenye msimamo wao sisi. Wa taarifa sahihi. Yaani vita ya hapa ni ya Yanga dhidi ya bodi ya ligi. Simba ndio aliyeomba bwana mechi hii siwezi kucheza. Bila kujalisha yuko sahihi ama hayuko sahihi. Lakini mamlaka ilivyothibitisha kwamba mechi haiwezi kuchezwa, maana yake mamlaka imetambua ombi la Simba ni sahihi na ni halali. Ndio. Sasa Simba anamfuata nani? Anamsikiliza mamlaka. Wao wamesema sio isichezwe, kwa hiyo sisi na Simba wao hawakutaka kudeki na maji ya povu kwenye marumaru, watateleza. Unateleza. Wakaenda na maji baridi. Simba hawakutaka kudeki na maji ya povu kwenye marumaru kwenye sakata hili. Walijua tutateleza. Wakarudi kuomba bodi, bwana sisi mechi hatuchezi kwa sababu 1 2 3. Na bodi ilivyowasikiliza ikaona inatosha, bila kujalisha wako sawa ama hawako sawa. Bila kujalisha hilo. Kwa hiyo wao hawana ugomvi na bodi, kwa sababu ndio imeahirisha mechi kupitia maombi yao. Sasa hivi wanachosubiri ni taarifa ya bodi kuhusiana na mechi. Wao hawajui nani anagomea mechi. Ndio maana mimi nimemuelewa mzee Mangungu kwamba sisi tuna jambo letu lingine na wao wana jambo lao lingine. Kwa hiyo hata mtu akaweza kutoa maelezo nini amegombea mechi kuhusu Simba, anake atatoa bodi ya ligi. Tulikaana maombi tumeona inatosha. Mwenye kulalamika ni Young Africans, sio Simba. Simba yeye alishalalamika kasikilizwa. Kwa hiyo Simba Sports Club walishasikilizwa. Wala hili jambo wao haliwagusi. Wala haliwamisi. Sawa, tumalizie na hiki ambacho kimeandikwa kwa kuijibu sasa hii taarifa ambayo imeandikwa, ipo haipo. Bado ipo au haipo? Haipo. Yaani maswali yamebaki hivyo kwa sababu bwana mechi ipo haipo. Wewe Zuberi upo. Yaani nitumie maoni yangu mimi binafsi. Ipo haipo. Mpaka mustakabali ufike. Mpaka mustakabali ufike. Ila mimi ukiniuliza hii ipo. Sawa. Hii ipo. Sawa. Lakini mimi naamini mpaka mustakabali ufike. Hii ipo. Mpaka mustakabali ufike. Hii hata watu watakamatwa hii wapelekwe kilazima, hii ipo. Wakacheza kilazima? Hii ipo. Hii inachezwa. Bora hii inachezwa. Na hii itachezwa vizuri zaidi kwenye ama bwana wawili hawa. Mmoja wapo akiteleza tu, ndio nafasi kubwa kucheza mechi itakuwepo. Akiteleza akifungwa. Yaani mmoja akiteleza akatoa sare tena. Kwa hiyo ataomba hiyo mechi. Inakuwa inachezwa ni bila pressure hii. Sawa bwana, nyingine ambayo imeandikwa kwenye gazeti la Mwanaspoti ni kikwazo cha Simba CAF, Fadu agundua cha kufanya. Kikwazo cha Simba CAF, kocha wa mpira Fadu Davids agundua cha kufanya. Na kikwazo cha Simba si unakijua kwenye michuano ya CAF kaka? Ni uwezo wa kucheza kwa utulivu michuano hii. Si unakijua kikwazo chao Simba, Zuberi Mkalaboko? Kikwazo chao kutokuvuka tu hii ya robo finali. Katika mara zote ambazo wameshiriki. Sasa Fadu Davids anasema yeye anajua cha kufanya cha kuwavusha mbwa. Nimemsikia katika mahojiano. Moja ya eneo ambalo ameshindwa kudhibitisha ni kwamba uwezo wa kushinda ugenini hilo kaliweka kwake ni gumu. Kasema kama kufungwa tusifungwe goli nyingi. Sasa ukishasema ukienda kucheza kwa kuomba nafuu away ni mechi ngumu sana. Nilishasema Simba hapa wasicheze kwa batani. Simba wafungue koki. Kwa nini? Mechi hizi the knockout stage unatafuta mshindi. Utafuti namna ya kushinda. Unatafuta mshindi, utafuti namna ya kushinda. Sasa
kama unatafuta mshindi na utafuti namna ya kushinda, ni vema ukaupata ushindi katika namna ya kushindana. Usubiri ushindi kwa kuvizia nitaenda kupambania sehemu fulani. Wakati wewe unajipa pause ya muda, watu wanaohesabu muda. Mara nyingi sisi robo finali inatushinda hapa. Unapokwenda kucheza mechi away, unaenda na hesabu zako za kwamba nitakuja kurekebisha nyumbani. Sasa mechi away uende na hesabu zake za ushindi, hata kama hautotokea basi iwe ni mapambano ya ushindi bila shaka. Bahati mbaya hatuendi hivyo. Ndio maana nikasema Farman Davis nataraji kumuona anabadilisha hilo, kwa sababu nimeona mwenendo wa Simba wakati wa kufuzu wamedhihirisha wanaweza kupambana eneo lolote wakiwa na mkakati mzuri. Tumeona dhidi ya Constantine, tumewaona dhidi ya Bravo, tuliwaona dhidi ya Al Hilal Tripoli. Kwa hivyo si wahofii sana kama watakuwa na mpango